Kuhusu swala zima la kocha Mokoena kutua klabuni Yanga bado limekuwa lina ukakasi wa hali ya juu. Taarifa ambazo zilizokuwa zikitrendi wiki mbili zilizopita, masiku ya huko nyuma, kila mmoja alikuwa yuko makini na yuko macho kusikiliza kitakachoendelea kuhusiana na habari zinazomhusu kocha Mokoena, ambaye tunafahamu kwamba habari zake ni nzito kati yake pamoja na klabu ya Young Africans. Pengine wana Yanga walikuwa wakisubiri kwa hamu kuona ujio wa mwalimu mpya ambaye atakuwa ni wa viwango vya juu, tofauti kabisa na naweza nikasema walimu wengi ambao walishawahi kupita klabuni Young Africans. Viwango vya Mokoena si viwango vya kuvichukulia poa hata mara moja, kwani ukiangalia hata timu ambazo ameshawahi kuzifundisha na kuwahi kuhusiana nazo, utajua kwamba ninachokizungumza hapa ni nakimaanisha kwa 100%. Kocha Mokoena anaonekana kabisa alikuwa tayari ameshakaa kwenye mfumo. Yeye pamoja na klabu ya Young Africans tayari walishaonekana kukaa mezani kudiscuss na kuweza kuvichambua vizuri vipengele ambavyo Yanga wamekuwa wakivitaka, lakini pia na dau ambalo Mokoena amekuwa akitaka kwa Yanga. Sasa taarifa ya moja kwa moja haiko wazi ya kwamba ipi ni sababu ambayo ilomfanya Mokoena kuweza kulikataa dili la Young Africans, lakini inasadikika ya kwamba kuna baadhi ya vipengele ambavyo Mokoena imeonekana kwamba hakuwa tayari navyo. Baadhi ya watu na mashabiki kutoka kwenye virabu vya soka mbalimbali vya hapa nchini Tanzania wamekuwa wakitoa maoni tofauti tofauti, kila mmoja amekuwa na uhuru wa kuzungumza ya kwake. Nikisoma baadhi ya maoni kwenye mitandao ya kijamii mbalimbali na kwenye peji za michezo, wadau wengi wamekuwa wakisema kwamba Yanga labda hawajakubaliana kwenye masuala mazima ya madau ya kifedha, yani pesa ilikuwa ndio chanzo cha Mokoena kutokuja Yanga. Lakini wengine wanadai kwamba kuna viwango ambavyo Mokoena mwenyewe amejiwekea binafsi kwamba lazima timu ifikie viwango hivi ndivyo afanye navyo kazi. Yani maneno kikweli yamekuwa ni mengi sana, kila mtu amekuwa akitoa sababu yake, na sisi kama watu wa uchambuzi tunasubiri tuone wao wenyewe Yanga na msemaji Ally Kamwe ni nini atakuja kutuambia kuhusiana na haya ambayo yanaendelea hivi sasa.